Taarifa fupi ya utekelezaji wa mradi wa ujenzi wa bwalo la chakula shule ya sekondari ya Emezu kwa kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa ndugu Ismail Ali Usi tarehe 9 mwezi wa 10 2025. Utangulizi. Ndugu kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa mwaka 2025. Shule ya sekondari ya Emezu ipo katika tarafa ya Itembela, kata ya Nyara, kijiji cha Nyara. Shule hii ni ya kutwa na ina jumla ya wanafunzi 576. Kati yao wavulana ni 202 na wasichana ni 374. Serikali katika kuhakikisha kwamba inaboresha mazingira ya ufundishaji na kujifunzia imetekeleza ilani ya uchaguzi ibara ya 80A kwa kutoa fedha za ujenzi wa bwalo linalojengwa katika shule ya sekondari ya Emezu kwa kutumia fedha za serikali kuu, nguvu za wananchi, mapato ya ndani na wadau wengine wa maendeleo. Ujenzi wa bwalo hili ulianza rasmi mwezi Juni mwaka 2020 kwa nguvu za wananchi, na baadaye serikali ikatoa fedha kwa awamu kwa ajili ya uendelezaji wa mradi. Jengo hili la ukumbi lina ukubwa wa mita 990. Gharama za mradi. Ndugu kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa wa mwaka 2025, mradi wa ujenzi wa bwalo unatarajiwa kutumia kiasi cha shilingi milioni 317,609 na senti 41 hadi kukamilika. Na kukamilika kwake kulingana na makadirio ya mhandisi hadi kufikia mwezi Septemba 2025 kiasi cha shilingi milioni 251,92,000 na senti 41 kimetolewa na kiasi cha shilingi milioni 221,92,000 na senti 41 kimeshatumika na kubakiwa na kiasi cha milioni 30 kwa mchanganuo ufuatao: michango ya nguvu za wananchi, yani fursa zilizothamanishwa, kiasi ni milioni 34,781,500 na kiasi hicho kimetumika chote. Namba 2, serikali kuu imetoa milioni 110 na fedha hizo zimetumika zote. Mchango wa halmashauri imetoa milioni 99,37,541. Fedha hizo zimetumika milioni 69,37,541. Baki ni milioni 30 ambazo zinaendelea kutumika. Wadau wa maendeleo wametoa milioni 7,273,000. Kiongozi wa mbio za Mwenge kitaifa mwaka 2025, ndugu yangu Ismail Ali Usi, karibu sana hapa Emezu sekondari. Naomba nisichukue muda mrefu, kama ambavyo umejionea na taarifa imewasilishwa. Nyuma yetu liko bwalo la kisasa, lakini pia kushoto kwangu umefanya kazi ya kugawa jiko kwa ajili ya ndugu zetu hawa kwenye eneo la nishati safi. Lakini muda si mrefu tutaenda kupanda miti 7 kwa ajili ya mkakati wa kutunza mazingira katika halmashauri yetu. Naomba nitumie nafasi hii kipekee kabisa kukaribisha ili uweze kuzungumza na wananchi hawa na wanafunzi hawa wa Emezu sekondari. Karibu sana. Mwenge wa Uhuru oye! Oye! Wanafunzi oye! Wanafunzi oye! Walimu oye! Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya na ndugu viongozi mbalimbali, ndugu wajumbe wa kamati ya usalama wa wilaya, ndugu katibu tawala wetu wa wilaya, ndugu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi ambaye pia ameambatana na viongozi wa vyama vya siasa ndani ya wilaya hii, ndugu wajumbe wa kamati ya siasa ya wilaya wakiongozwa na katibu wa Chama cha Mapinduzi pamoja na viongozi wa jumuiya wote ngazi ya wilaya mliopo, ndugu mkurugenzi mtendaji wa halmashauri, ndugu wakuu wa idara, ndugu watumishi wa halmashauri na ofisi ya mkuu wa wilaya, ndugu walimu, ndugu wanafunzi wakiongozwa na mwalimu mkuu wa shule hii ya sekondari, ndugu vijana wa hamasa, waandishi wa habari, mabibi na mabwana, asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Dr. Samia oye! Oye!
Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana imezu nzuri ambao utaenda kuwasaidia wanafunzi wetu, walimu pamoja na wananchi mbalimbali walioko ndani ya wilaya hii. Ni imani yangu kwamba bweni hili ambalo tumekuja kuliona ni miongoni mwa jambo ambalo tumekuja kuleta maendeleo makubwa ndani ya shule hii. Naamini wengi walikuwa wanatamani na wengi walikuwa wanahamu kuwepo na bwalo kubwa ambalo litasaidia wanafunzi katika shughuli mbalimbali za kimasomo ndani ya shule hii. Miongoni mwa mambo ambayo yataweza kufanyika huku, kwanza tutaweza kuhudumia pale ambapo tutakuwa na mikutano, lakini pili tutaenda kufanya mitihani katika eneo hili. Kama ilikuwa tunatamani kufanya mitihani wote tuonekane, basi humu ndio mahala pake kuanzia leo. Lakini pia kama kutakuwa na shughuli mbalimbali, ikiwemo shughuli za kiserikali, ikiwemo shughuli za kijamii, kwa kweli tumeshapata eneo maalum kwa ajili ya kufanya shughuli hizo. Naomba tujipigieni makofi sana. Wanafunzi wote, jambo la pili ambalo nahitaji kulizungumza, kipekee niendelee kuwashukuru sana ndugu walimu wa shule hii ya sekondari kwa mashirikiano mazuri ambayo mnayaonesha baina yenu pamoja na serikali ya wilaya. Leo hii bwalo hili limejengwa kupitia fedha ya serikali chini ya mkurugenzi wetu mtendaji wa halmashauri ambaye yeye ana dhamana ya kusimamia maendeleo haya. Na mimi naamini kamati yetu ya ulinzi na usalama nayo imeweza kutimiza wajibu wake, na ndio maana ikaamuru kuweza kuleta mwenge wa uhuru katika eneo hili. Leo hii tutaacha upendo kwa wananchi, leo hii tutaacha faraja kwa wanafunzi, lakini leo hii tumeshaweka heshima baina ya wananchi, wanafunzi na serikali yao ya wilaya. Niwaombe sana ndugu walimu na wanafunzi, tuendelee kuthamini jitihada za kimaendeleo kama hizi. Naamini wengi wenu mmependezeshwa uwepo wa ujenzi wa bwalo la aina kama hii. Na mimi niseme wazi, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, miongoni mwa shule ambazo tumetembelea hatukuwahi kuona mabwalo makubwa kama hili ambalo limejengwa ndani ya shule hii. Wanafunzi oye! Wanafunzi safi! Mwisho kabisa niwaombe sana ndugu wanafunzi, na nyinyi ndio ambao mtakuwa mabalozi wazuri kwenye hili. Twendeni tukaunge mkono jitihada ya kampeni ya Mheshimiwa Rais juu ya matumizi ya nishati safi ya kupikia, hasa matumizi ya gesi katika maeneo yetu. Leo hii tumeshatoa mitungi ya gesi hii kwa wananchi pamoja na wajasiriamali mbalimbali. Ni mwendelezo wa kuendeleza kampeni hiyo ya Mheshimiwa Rais. Ni jukumu la kila mwananchi ifikapo mwaka 2030 zaidi ya wananchi 80% waweze kutumia matumizi ya gesi katika maeneo yao. Na ndio maana serikali ya wilaya kwa kushirikiana na halmashauri yetu ya wilaya ya Mbeya kwa kweli inaendelea kutimiza wajibu huo. Niwaombe sana ndugu walimu, tuendelee kuwapa hamasa hii wananchi wetu pamoja na wanafunzi wetu katika siku zote ambazo tutakuwa tunawapa taaluma ndani ya shule hii. Na sisi tukishirikiana kwenye hilo, kwa kweli tutaenda kuyafikia yale maono ambayo rais wetu ameyataraji ndani ya taifa hili. Kwa kumalizia, niwaombe sana, huu ni mwaka wa uchaguzi. Twendeni tukawahimize wazazi wetu, twendeni tukajisimamie sisi wenyewe tarehe 29 ya mwezi huu wa 10 tulionao kwenda kushiriki uchaguzi mkuu katika hali ya amani na utulivu. Kila mwananchi wa wilaya ya Mbeya DC anao wajibu wa kwenda kupiga kura ya kwenda kulipa imani ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Mama huyu ametufanyia mengi. Leo hii wazazi vijana wetu hawa wanasoma katika mazingira yaliyo bora, ni kwa sababu ya imani aliyonayo Daktari Samia. Na mimi niseme hili ambalo ni faraja kwa Watanzania, kwamba leo hii ndani ya shule zote za Tanzania hakuna darasa ambalo linachukua wanafunzi zaidi ya 80 ama 70. Leo hii darasa moja linachukua wanafunzi 40. Naomba tujipigieni makofi mengi sana. Maendeleo oye! Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, kwa heshima na mapenzi ya wanafunzi na walimu, binafsi niseme wazi kwa niaba ya wenzangu, tumekagua mradi huu wa bwalo. Kwa kweli tumeridhia na tumeridhishwa kuweza kuweka jiwe la msingi juu ya ujenzi wa utekelezaji wa bwalo hili, lakini pia tuko tayari kuweza kuonesha jinsi gani tunajali mazingira ndani ya mbio hizi za mwenge wa uhuru kwa mwaka huu 2025
kwa kuweza kupanda miti ambayo imeandaliwa kwa siku hii ya leo. Mazingira oye! Nawashukuru na asanteni kwa kusikiliza. Viongozi wetu wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa, karibu Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya. Tayari 1, 2, 3 jiwe limeshawekwa pale msingi. Jiwe hili la msingi ujenzi wa bwalo shule ya sekondari Mimezu limewekwa na kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa ndugu Ismail Ali Usi tarehe 9 mwezi wa 10 2025. Mwenge wa uhuru oye! Asante sana, tunashukuru. Karibu.